Kuna nini kinaendelea katika klabu ya Simba? Hilo ndo swali la kila mtu. Baada ya kuwa na mfululizo wa matokeo yasiyoridhisha hasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club imekuwa na mambo mengi yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, migogoro ya hapa na pale. Ukiangalia hata baada ya mechi ile ya Simba Sports Club kumalizika dhidi ya Esperance de Tunis, mwenyekiti Mangungu aliweza kushambuliwa na baadhi ya mashabiki wakimlaumu kwamba yeye ndo anayefelisha Simba. Kulitokea vurugu nyingi sana, lakini baada ya hapo zikaanza kuibuka nyingine kupitia katika mitandao ya kijamii. Sasa jana kuna hizi video zilitrendi sana katika mitandao ya kijamii, zikiwaonesha baadhi ya mashabiki wa Simba wakiwa wameandaa press conference, waliandaa kama kimkutano na waandishi wa habari, wakawa wanazungumza ya moyoni, wakimponda mwekezaji wa klabu ya Simba bwana Mohamed Dewji kwamba Mo Dewji hatoi pesa ya kutosha kwa ajili ya usajili. Yaliongelewa mengi sana kuhusu tajiri Mo Dewji, na kuna hii video na kuwekea kidogo, utaweza kuisikiliza alafu utaniambia pia ni upi mtazamo wako juu ya hii video. Hivi bilioni 6 unachukua wachezaji kwa mkopo. Bilioni 6 yeye ambayo inatumika. Kamchukua Jonathan Soa bure, Selemani Mwalimu kwa mkopo, Neo Maema kwa mkopo, kaenda kumchukua Rusheni Drop kwa mkopo. Hiyo ni bilioni 6. Unaweza kutumia bilioni 6 hapa. Maana hapa kuna unafiki ambao unafanyika na lengo lake aondoke Mangungu, amweke mtu ambaye anamtaka yeye, ili sisi wanachama tuendelee kubaki kuteseka. Sisi tunazo vidai yake, tunadai yake ya kweli. Kwa hiyo mimi ninachokisema, ndugu zangu wamesema, hao naona wamechelewa kumpa muda. Sisi tunataka tumpe muda. Masaa 72 Mohamed Dewji atoke, awe amekuja kutuaga kwamba anaondoka ndani ya klabu ya Simba. Sasa baada ile video kupitia katika Instagram ya Simba Sports Club, waliweza kushare barua mbili za wazi, taarifa kwa umma mbili waliweza kuposti. Ya kwanza ikiwa ni hii hapa, ikisema hivi: leo tarehe 5 Februari 2026, baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa taarifa, inatoa onyo kali kuwa mkutano huo haukuwa mkutano rasmi unaotambuliwa na klabu. Klabu itachukua hatua za kisheria dhidi ya wote waliotumia nembo za wadhamini bila ya ruhusa rasmi ya klabu. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Simba Sports Club hawakuishia kutoa tu taarifa hiyo kwa umma, wakatoa taarifa nyingine baada ya muda mchache ambayo ilikuwa ikisomeka hivi: bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staha kwa mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed Garib Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu ya Simba unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo, ama kula njama na kuwafikisha katika vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yote ile. Imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Hizo ndo taarifa kwa umma mbili ambazo ziliweza kutolewa mfululizo katika ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba. Baada ya video zilizotrendi katika mitandao ya kijamii zikiwaonesha baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wakiwa wameitisha mkutano na waandishi wa habari, wakimlaumu tajiri wa Simba Sports Club Mohamed Dewji kwamba hatoi pesa ya kutosha kwenye usajili na mambo mengine mengi. Sasa kuna maoni mengi sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na hili sakata. Ally Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, naye hakuishia kuona tu swala, naye aliweza kuandika kitu kuhusiana na hili swala ambalo linaendelea katika klabu ya Simba, hii migogoro ambayo inaendelea. Aliweza kuposti hii posti katika ukurasa wake wa Instagram na akaweza kuandika hivi, kama ananukuu mahali hivi, akaandika: dogo kwema, tusipoteze muda, hii issue ni nzito sana. We rudi nyuma kwenye posti zao vijana, utaona walikuwa ofisi ya mtu wa jezi, na hata bango lao leo lina tangazo la mtu wa jezi juu kabisa pale. Wakuu huku wanajiuliza, huyu mtu wa jezi kashachagua upande? Ni yeye anawapa hela hawa watu?
Ugumu mwingine, hao vijana wamepiga sana spana kwa tajiri na wamemtetea mwenyekiti wao. Sasa barua zilizotoka ni za mwenyekiti mwingine wa upande wa tajiri. Je, mwenyekiti wa upande wa vijana atakaa kimya na kuruhusu vijana waende polisi kuwa hawatambui, au atasimama nao kwa mara ya kwanza na kuwatambua kama ni wanachama wake? Ni pazito sana huku dogo leo, yaani pamechafuka vibaya sana. Punguza simu tuchati tu. Akawa ameandika kumekucha kumekucha. Hiyo ndo posti aliyoandika bwana msemaji wa klabu ya Yanga Ally Kamwe baada ya hilo tukio, hizo video kuanza kutrendi katika mitandao ya kijamii. Unatambua Ally Kamwe amekuwa akifanya hizi mara nyingi inapotokea migogoro katika klabu ya Simba. Amekuwa akiripoti kwamba jasusi lake limeweza kumpenyezea taarifa. So hizi ni taarifa kutoka kwa jasusi la Ally Kamwe ambalo linampenyezea taarifa kuhusiana na mambo yote yanayoendelea katika klabu ya Simba. Farhan Kiham naye hakupita mbali, akaweza kutoa maoni yake katika mitandao ya kijamii kupitia ukurasa wake wa Instagram. Aliweza kuandika waraka mrefu kidogo, nitaweza kukusomea haraka hapa. Farhan aliweza kuandika hivi: ukisoma kitabu cha Art of War alafu baadaye ukawa mpenzi wa movie za intelijensia, na kuna vitu unaweza kuvielewa kwa lugha pana sana. Kuna picha zinazungumza bila kuwekwa neno lolote, na kuna michoro inakuwa wazi bila kutajwa jina la mchoraji. Mimi sio muungwana sana wa kumaliza maneno, ila huwa namaliza pale inapobidi. Ila leo kalamu ya mkulima itawafungua vichwa mashabiki na wanachama wa klabu hii kubwa nchini. Moja, ni mara ya kwanza katika historia ya Simba mwenyekiti wa club na mwekezaji kushambuliwa kwa pamoja kwa kupokezana ama kupishana siku chache sana. Unaelewa kwa nini? Ni kwa sababu transformation ipo katika hatua za mwisho kukamilika, hivyo kete iliyosukumwa ni divide and rule. Watengeneza makundi ndani ya Simba kulazimisha mpasuko upande wa wanachama na mwekezaji ili wapoteze hali ya kutokuaminiana. Hii itaenda kuathiri mchakato mzima wa mabadiliko. Hawa watu waliomshambulia mwekezaji wamewahi kumshambulia mwenyekiti. Hawa watu sasa wamemshambulia mwekezaji ikiwa wamewahi kumsifia mwingine. Atasema wamefahamu ukweli. Je, ukweli upi? Umezungumzwa zaidi ya ukweli kwenye AGM. Majibu baki nayo. Akili ya kawaida tu. Mo atume watu washambulie mwenyekiti wake ambaye ni mbia wake kwenye mabadiliko? Kwa faida ipi? Ajipige risasi mguuni? Akili ya kawaida tu. Mangungu atume watu wamshambulie mwekezaji? Kwa faida ya nani? Wakati kama hamtaki ni issue ya makabrasha na sio kelele. Kwa sababu ana mkutano mkuu wa maamuzi. Aliposhambuliwa mwenyekiti Mangungu ni klabu ilikemea na kuchukua hatua Sasa haya ni maoni ya mchambuzi wa soka Farhan Kiham. Aliweza kuandika hivi katika ukurasa wake wa Instagram: mkiwapatia watu script, tafadhalini sana muwe mnarejea hoja na video za nyuma ambazo umewahi kuzileta. Nina maswali kadhaa tu. Swali la kwanza, mlisema Mo Dewji ni mjanja, hakuna pesa anayotoa ndani ya Simba, si ndio? Swali la pili, kama jibu ni ndio, imekuwa vipi kwenye press ya juzi mnasema tajiri anazima simu wakati ambao Simba ina uhitaji wa pesa? Mnampigiaje mtu ambaye mlisema atoi? Japo taarifa yenu kuwa alizima simu sio za kweli. Kama aliweka bilioni 20 kwa kuaminiana na akimbie kupokea simu za dola kadhaa kweli? La tatu, kwenye presi ilitajwa kuwa Mo ndiye anayetoa pesa za safari, mishahara, bonus na mambo mengine. Hivyo kuna safari ya kupokea simu na mambo yalikuwa mapambano. Kumbe anatoa pesa. Kwa nini mlikuwa mnakataa? Je, timu haina wadhamini wengine? Mbona mnaichafua klabu namna hii? Mnamchafua mwekezaji hadi wadhamini wa klabu kwamba hawafanyi kitu chochote. Swali la 4. Kumbe inaumiza sana wakati wa msingi kutopewa ushirikiano. Kwa nini Mo anaweka pesa tangu 2020 na inapofika wakati wa msingi mabadiliko yakamilike mnaanza agenda? Je, ninyi ndo mna moyo wa nyama ila Mo ana mawe? Kwa nini transformation inakimbiwa sana? Swali la 5. Kama kupiga simu inawasumbua, kwa nini hamtaki vitu viende corporate?
Tajiri akiweka machaguo yake sehemu zake, mnakuwa wa kwanza kuwapiga vita, hamtaki kuwapa ushirikiano. Mnataka mali iende bila daftari, ipotee bila habari. Hata mtani wenu tajiri hao, si mnamuona alichofanya? Kwa nini nyinyi hamtaki watu watajiri wabebe project? Swala 6. Kwenye mkutano mkuu wa klabu, mhasibu mkuu alisema Mo ametoa bilioni 6 za usajili na tayari zimo kwenye account na usajili ulifanyika. Mlikuwa wapi kupingana na hoja? Swala 7. Kama mtu yeyote anaitaka timu, si kuna utaratibu wake? Ukitaka uongozi, subiri uchaguzi mkuu. Ukitaka uwekezaji, umechelewa kidogo tu, jamvi lishaanuliwa. Hukuwa nasi tunaokota kuni, unataka kuwa nasi ule nini? Kama asemavyo Sugu. Ameweza kuandika ujumbe huo mzito kwelikweli bwana Farahani, mchambuzi wa soka, kupitia katika ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea la klabu ya Simba. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, maswali ni mengi mitandaoni. Hakuna ambaye ana majibu sahihi ya hili sakata la huu mgogoro. Ni nini chanzo chake? Ni kipi ambacho kinachangia watu kulalamika mitandaoni, watu kulalamikia uongozi na vitu vingine kama hivi? Ni upi mtazamo wako juu ya hiki kinachoendelea katika klabu ya Simba? Niambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12, mimi naitwa Dennis Denominator. Subscribe YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata update zote za kimichezo kutoka kwetu.